Serengeti TV tumekusudia kukuhabarisha na kukuburudisha. Sheria nchini kitaifa inafanyikia Dodoma na mgeni rasmi ni Mheshimiwa Rais. Lakini kuadhimisha tunafanya katika kila wilaya, na sisi wilaya Serengeti tumefanya na watumishi wa serikali mmeshiriki. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo ni siku muhimu ya maadhimisho ya siku ya sheria nchini. Sasa siku hii sisi tulioshiriki hapa inatukumbusha wajibu wetu katika kulinda amani, haki, usawa na utawala wa kisheria kama nguzo katika kufikia ustawi wa maendeleo ya taifa. Kwa hiyo hapa sote tulioshiriki, kila mmoja ana jukumu la kuhakikisha ana amani katika eneo lake la kazi au popote, pamoja na kulinda haki. Mgeni rasmi, tunasema katika maadhimisho haya ya siku ya sheria kila mwaka kuna kuwaga na kauli mbiu. Kwa mwaka huu wa fedha 2026 kauli mbiu inasema mchango wa mahakama katika ustawi wa maendeleo ya taifa. Sasa mtu anaweza akajifikiria, hivi mahakama inasaidiaje au inaletaje maendeleo? Kama tulivyosema awali au mwanasheria mkuu wa serikali alivyosema, hii mihimili mitatu inaishi kwa kutegemeana. Tunalo bunge, serikali pamoja na mahakama. Hivi vyote vikifanya kazi kwa kusaidiana tunasababisha kuleta maendeleo. Sasa tunapokuja mahakama, kwamba ni namna gani mahakama inaleta maendeleo, nitajaribu point kama tatu. Ya kwanza, inachochea uchumi. Tunaiona kuna mikataba mingi inaingiwa na serikali, lakini inakuja inatafasiriwa na mahakama, na tunapojua kabisa mahakama imekasimiwa kikatiba jukumu la kutafasiri sheria pamoja na kuzitumia hizo sheria. Kwa hiyo kupitia hivi tunapata maendeleo, lakini vile vile wanasababisha utulivu. Mwanzoni tulipokuwa tumefika hapa tumeona watu walikuwa wachache, watu wana notion ya kuogopa mahakama, lakini niwaambieni mahakama zetu hizi zinaleta utulivu. Watu wakishasikia kuna mahakama, nikikosea nitafungwa jela. Kwa hiyo inatusababisha tunakuwa tuna utulivu na tunafanya kazi kwa bidii. Lakini vile vile inatusaidia kukuza uwajibikaji na kuzuia rushwa. Kwa hiyo wadau wa mahakama sisi tunawashukuru sana, mmekuwa ni nguzo kubwa sana ya kuleta maendeleo. Lakini sasa ili kuleta maendeleo ni lazima mahakama wawe na weledi, uhuru wa mahakama na uadilifu. Kama afisa tawala hapa alivyokuwa anatuambia kwamba slogan ya mahakama wanasema kwamba mahakama ya Tanzania, wameshasahau. Mahakama ya Tanzania, uadilifu, weledi na uwajibikaji. Wanafunzi mko vizuri, mnakumbuka. Tunarudia tena, mahakama ya Tanzania, uadilifu, weledi na uwajibikaji. Alafu nyinyi huko amuongei nyie. Wewe Dani, wewe mbona usemi? Tunarudia tena ili tukija mwakani inakuwa rahisi. Mahakama ya Tanzania, yaani nasikia tu watu wanamung'unya jamani, sio vizuri. Mungu anawaona eti. Mkazi mfawidhi, mimi nikushukuru sana. Tumeona ni namna gani mahakama zinavyochochea maendeleo, na niwaombe next time watu waje kwa wingi, japokuwa mwaka huu wamejitahidi sana. Mnajitahidi sana kwa wilaya ya Serengeti. Nimekuwa hapa kwa miaka mitatu, mnafanya kazi njema sana. Nimetoka, kuna mkoa siutaji, kuanzia asubuhi mpaka jioni unasikia tu ni kelele, sijui hakimu amefanya nini hivyo. Lakini kwa wilaya ya Serengeti unajitahidi sana wewe ukiwaongoza. Kwa hiyo na wachini yako wanafanya vizuri kwa sababu wanakuona wewe kama role model. Lakini vile vile nije kwa mahakimu, mimi nawashukuru sana na nawapongeza. Hatuna malalamiko yenu. Tunawashukuru sana na tunaomba muendelee hivyo hivyo. Tunaashiria kuanza rasmi kwa mwaka mpya wa shughuli za mahakama, ambapo mara zote huwa tunakuwa na kauli mbiu yenye maudhui mahususi kwa mwaka husika kwa ajili ya kufikisha elimu ya sheria kwa jamii yetu. Kauli mbiu ya mwaka huu 2026 ni mchango wa mahakama katika maendeleo na ustawi wa taifa. Mahakama ya Tanzania ni moja ya mihimili mitatu ya dola na pia ni zao la katiba. Mahakama imekuwa ikitekeleza majukumu yake kwa mujibu wa ibara ya 107 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ilivyofanyiwa marekebisho mwaka hadi mwaka. Kwa mantiki hiyo, mahakama ikiwa na jukumu la msingi la kikatiba ina mchango katika maendeleo na ustawi wa taifa. Hivyo kama ambavyo dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2020 mpaka
50 inavyoitazama mahakama kama muhimili huru, basi uhuru wa mahakama ni nguzo kuu katika kuchangia maendeleo ya ustawi wa taifa letu. Mahakama huhakikisha haki za binadamu na uhuru wa msingi vinalindwa, na kwamba kila mtu anapata haki sawa mbele ya sheria bila kujali haki yake ya kijamii, bila kujali hali yake ya kijamii, kiuchumi, kisiasa au kijinsia. Na pia mahakama ina wajibu wa kudumisha amani, kutatua migogoro ya kijamii, kibiashara, kifamilia na kijinai, na mahakama huzuia migogoro kugeuka vurugu, hivyo kudumisha amani inayohitajika kwa maendeleo ya taifa. Mahakama huelimisha jamii juu ya sheria. Kupitia maamuzi yake, mahakama huongeza uelewa wa wananchi kuhusu sheria, haki na wajibu wao, hivyo kujenga jamii inayoheshimu sheria. Kauli mbiu ni mchango wa mahakama katika maendeleo na ustawi wa taifa. Kauli mbiu hii inalenga kuonesha mahakama inao mchango gani katika maendeleo ya taifa letu, hususani kuzingatia utayari wa nchi yetu katika kutekeleza dira 2050, dira mwaka 2020. Kumbuka kuwa dira yetu ya 2050 inayo malengo makuu matano. Kati yayo ni lengo la kwanza linaonyesha kuwa kila mtu anafurahia uhuru wake, ulinzi wa maisha yake na haki zake zote za msingi zilizowekwa kikatiba zinasimamiwa na mahakama zilizo huru. Mahakama huhakikisha kuwa haki za msingi za kibinadamu kama haki za kuishi, usawa mbele ya sheria, uhuru wa kujieleza na kumiliki mali zinalindwa. Ulinzi huu huongeza imani ya wananchi kwa mahakama na kuimarisha mshikamano wa kijamii, jambo linalosaidia maendeleo endelevu ambayo kama jukumu la kulinda haki na uhuru wa raia, hakutakuwa na maendeleo kama haki na uhuru wa raia havitalindwa vipasavyo. Pia mahakama huimarisha utawala wa kisheria bila upendeleo. Utawala wa sheria huhakikisha kila mtu, raia au kiongozi, anawajibika kwa mujibu wa sheria. Lakini pia mahakama huchochea maendeleo ya kiuchumi, uwekezaji wa ndani na nje, uhitaji uhakika wa sheria. Mahakama hutoa ulinzi wa kisheria kupitia kutafsiri mikataba ya ulinzi wa mali, jambo linalovutia wawekezaji, kukuza biashara, kuongeza ajira na hatimaye kukuza uchumi wa taifa. Niliohudhuria leo hii kwenye maadhimisho ya siku ya sheria, niombe ushirikiano huu tuhudumishe na uendelee kila siku, kila mwaka.